Yes, good morning. Shalom. Mungu akubariki sana asubuhi ya leo. Nina jambo ambalo Roho amekuwa akinisemesha usiku wa leo na ninataka kulishare na wewe asubuhi ya leo. You see, watu wa Mungu, mambo ya kiroho ni ya muhimu sana kuyaangalia kwa namna ya kiroho. Vitu vingi pia vinavyotokea kwenye maisha yetu ni muhimu kuviaddress kwa mtazamo wa kiroho. Pale ambapo tutaweza kuaddress vile vitu vinavyoendelea kwenye maisha yetu kwa namna ya kiroho, then tutakuwa tumeshinda vita ambayo tunayo. Ikumbukwe, vitu vyote vinavyoendelea kwenye maisha ya mwanadamu leo, mwanzo wake au chanzo chake huwa ni katika ulimwengu wa roho. You see, watu wa Mungu, kuna namna ambavyo shetani anaweza akataiti maisha ya watu, akawaumiza watu, akawapatia watu maisha magumu. Baada ya kuwapatia watu maisha magumu na kuwaumiza watu hao, wakaanza kutembea na spirit of anger, roho ya hasira. Kuna namna ambavyo shetani anaweza akakuumiza, akaumiza watu, akakuletea maisha magumu, akaleta vitu vikawa ni vigumu kwenye maisha yako. Kila mtu akaanza kupambana na wewe, marafiki zako, ndugu zako, wale watu unaoamini wakaanza kupambana na wewe, wakaanza kukufanyia maisha kuwa tight, wakasababisha maisha yako yakawa tight ili tu udevelop as roho ya hasira. Tukumbuka tukio hili la kukuumiza ni ili shetani akutengeneze roho fulani, roho ya hasira. Shetani anaelewa kabisa unapotembea na roho ya hasira, utakapokuwa na roho ya hasira, na hasira inakuja baada ya kuumizwa, baada ya kuwa na maisha magumu. Anajua unapokuwa na roho ya hasira, utakuwa na roho ya chuki, roho ya visasi, roho ya kutokuachilia, roho ya kutokusamehe, unakuwa cruelty, unakuwa mtu mkorofi. Shetani anaelewa kabisa hivi vitu vikija kwako, hasira, chuki, kutokusamehe, mkorofi, revenge, anaelewa kabisa inafunga maisha yako, inafunga baraka zako za baadaye. Niseme hivi, shetani akiona una maisha makubwa, una hatima kubwa, maisha yako ya baadaye yatakuwa ni makubwa, anachokifanya ni nini? Atafanya maisha yako kuwa magumu, ataleta watu wakuumize, ataleta vitu vya kukuumiza. Hata watu ambao haukuwa unategemea watakuumiza. Hata vitu ambavyo ulitegemea utavipata kwa wepesi, kuvipata kwako kutakuwa ni kwa ugumu. Ugumu wake utakuwa ni mkubwa sana. Baada ya kupata vitu hivi kwa ugumu, baada ya kupata vitu hivi kwa ugumu, baada ya kutengenezea watu kukuumiza, kitakachotokea kwenye ulimwengu wa roho, utatengeneza hasira, utakuwa na hasira. Baada ya kutengeneza hasira, utatengeneza chuki, utatengeneza kutokusamehe, revenge, utakuwa mtu korofi. Jambo hili, roho hizi unazozitengeneza, shetani anajua kabisa ukitembea na hasira, chuki, kinyongo, kisasi, cruelty, ukorofi, vinavyotokana na maumivu, hasira uliyoibeba, shetani anajua kabisa vitu hivi vyenyewe vinakuondoa kupata vile vitu Mungu alivyo navyo. Watu wengi wenye hatima kubwa wakicheza, hawataingia kwenye future yao, hawataingia kwenye hatima zao, hawataingia kwenye vile vitu ambavyo Mungu anavyo, kwa sababu ya kutembea na roho ya hasira ambayo inatengeneza chuki, visasi, vinyongo, cruelty. Ikumbuka kwa habari ya Musa, watu wa Mungu, Musa kwa sababu ya hasira hakuingia kwenye promised land. Hivyo watu wote wenye chuki, hasira, vinyongo, cruelty hawawezi wakapata vile vitu Mungu alivyonavyo kwa ajili yao. Watu wengi wamekuwa kimisi labda kazi, mtu anaona hii kazi ni ya kwangu, akifika pale haipati. Alafu spiritually hajui kwa nini. Mtu anapaswa kuingia kwenye ndoa, akifika pale hiyo ndoa haipati. Mtu anapaswa kupata wateja, wale wateja hapati. Pesa, anapaswa kupata pesa nyingi lakini hapati. Lakini angalia, ana hasira yote aliyoitengeneza. Ukiwa ni mtu wa hasira, visasi, vinyongo, cruelty, revenge ambayo inatokana na ugumu uliopitia,
vitu vingi sana hautavipata, vitakuwa vinakupita. Kuna vitu vingi hautavipata kwenye maisha yako kwa sababu ya ile atmosphere unaotembea nao, ule uwepo unaotembea nao. Ukitaka kuelewa kitu ninachokizungumza, watu wanatembea na roho ya hasira, watu wanatembea na roho ya visasi, watu wanatembea na revenge, watu wanatembea na cruelty. Ngoja nijaribu kumention your ex-boyfriend, your ex-girlfriend. Angalia kinachokuja kwenye hasira yako, kwenye taswira yako, kwenye akili yako mara moja ninapotaja ex-boyfriend wako. Ukisema tu kwa wanawake, ukiwaambia unamkumbuka ex-boyfriend wako, anakuambia sitaki kumuona kabisa huyo mtu, sitaki kumsikia huyo mtu, afie mbali, apotee kabisa. Mwingine akasema natamani hata ex-boyfriend wangu amezwe na samaki, apotelee mbali. Kwa nini? Ni revenge, visasi, cruelty iliyotokana na ule ubaya aliyofanywa. Watu wa Mungu, ukicheza ukiendelea kutembea na hii revenge, visasi ulivyonavyo, kuna vitu vingi sana kwenye maisha yako hautavipata. Kuna vitu vingi sana kwenye maisha yako hautavipata kwa sababu umebeba roho ya chuki, hasira, revenge, cruelty. I'm telling you as a man of the spirit, na kuambia hili kama mtu wa kiroho, consequence ya hili kubwa sana. Watu wengi hawaelewi kwamba wakati mwingine mwanaume anaweza kukuacha na watoto kabisa, akaanza kukuumiza, akaanza kukutesa, lakini shida sio yeye, ni shetani. Ameona una hatima kubwa, anamtumia huyu mwanaume kutrigger ile anga ndani yako, kutrigger revenge ndani yako, kutrigger uwe ni mtu wa visasi. Ukishakuwa ni mtu wa visasi, shetani anajua kabisa hautafika kwenye hatima yako. Watu wengi hawatapata vitu vyao vikubwa, maisha yao makubwa, vile vitu wanavyopaswa kuvipokea, kwa sababu tu wanatembea na spirit of anger. I'm telling you. Kwani Yakobo anapokuja kuwabariki watoto wake, ilipofika kwa Simon na Lawi, anasemaje? Hasira yao, somo Mwanzo 43, anasema hasira yao usiingie, nafsi yangu usiingie kwenye kusanyiko lao. Kuna vitu Yakobo alivikataa, alikataza nafsi yake isiingie kwa sababu ya hasira aliyokuwa nayo wale watoto. Watu wa Mungu, cheki tena maisha unayoyapitia. Je, amekutengeneza kuwa ni mtu wa visasi, mtu wa vinyongo, mtu wa hasira? Kama ni ndio, kuna vitu hautavipata kabisa kwenye maisha yako. Sio swala la maombi, hautavipata mpaka ushughulike na hiyo hali uliyoitengeneza ndani yako. Mungu akubariki sana. Nimefikiri ni share na wewe hili. Kumbuka leo siku ya Ijumaa hapa Dar es Salaam tunakutana Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall, kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 1 usiku. Saa 2 usiku. Mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall, kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku. Hakuna kiingilio, ni bure. Ratiba zetu za ibada kwa Dar es Salaam ni siku ya Jumatano na Ijumaa, huwa tunakutana saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku kwa siku ya Jumatano na Ijumaa. Siku ya Jumapili huwa tunakutana kuanzia saa 6 kamili, saa 7 kamili mchana mpaka saa 12 jioni. Mahali ni hapo Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Nisaidie kushare na wengine. Shalom, Mungu akubariki, uwe na siku njema.